Ligi ya Mabingwa ambapo kwa mujibu wake amesema kwamba kuanzia kesho ambao ni leo sasa, kwa sababu tulizungumza naye jana, sema kuanzia leo wachezaji waliosalia sasa walioenda timu ya taifa wameenda, ambao wamesalia kwenye club wataingia kambini leo kujiandaa na maandalizi ya kuelekea michezo ya hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa Afrika. Tuko naye hapa tumsikie, alafu tuje tuulizane hapa. Wachezaji waliosalia wana maana gani? Kile kikosi kipana kitasaidia vipi Simba kwa sasa, wakati huu kuna uhitaji pia wa wachezaji wengine kutumia katika timu ya taifa? Kwa sasa timu imepumzika kwa maana ya hii leo Jumatatu baada ya mchezo wetu na JKT na kumpelekea pumzi ya moto JKT Tanzania. Vijana wakapata muda wa kupumzika kidogo, kurelax, kupumzisha mwili na akili, na kwa wale ambao wana majukumu ya timu ya taifa wameshaondoka, wakina Shumari Kapombe, wakina Nabi Kamara, wakina Yusuf Kagoma, wakina Abraham, wote wamekwenda kwenye majukumu yao ya timu ya taifa, wakina Dese Mukwala Steven. Kwa hiyo wale waliobaki Jumanne tunaingia rasmi katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo wetu wa kwanza wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico di Luanda ya pale Angola. Kwa hiyo rasmi sasa tumeanza maandalizi kuelekea mchezo huo, na punde tutakuja kuwatangazia Tanzania ama wana Simba maandalizi ya kiujumla kuelekea katika mchezo huo. Yes, ni Ahmed Ali akizungumza hapa ndani ya Bao la Asubuhi kuhusiana na yale ambayo inayaamini. Wakati tunatazama dirisha kubwa la usajili ambalo lilifanyika siku kadhaa zilizopita ama miezi kadhaa iliyopita, hapa tuliona namna ambavyo Simba walisajili chini ya kocha Fadlu Davids. Na walisajili baadhi ya wachezaji. Jana tumeona list ya timu ya taifa ambayo kiukweli inavutia, na baadhi ya wachezaji kutoka kwenye klabu hiyo pia wamo kwenye timu ya taifa. Wachezaji waliosalia wanatosha kwa namna ambavyo tunaitazama Simba kwenye maandalizi ya michuano ya kimataifa? Inaonekana kwenye uhalisia wachezaji wengi wanaobaki kwenye klabu wakati timu ya taifa imeitwa, wengi huwa ndio nafasi ya kumshawishi mwalimu kufikiriwa kuingia kwenye kikosi, kwa sababu wengi wao wanaoitwa timu ya taifa maana yake walisha prove kwenye club zao. Kwa hiyo mwalimu inapokuja timu ya taifa, wanapondoka wachezaji wengi kwenda kwenye national team, wanaobaki huo ndio wakati wao sasa wa kumshawishi mwalimu kama wanaweza kupenya kwenye first 11. Ukiangalia kiuhalisia timu kama Simba ina kundi la wachezaji ambao wanatamani kuwa sehemu ya kikosi cha kwanza, lakini haijatokea kwa nafasi kwa kikosi cha kwanza. Lakini kama itoshi, kuna kundi kubwa la wachezaji Simba ambalo limekuwa lina in and out, na miongoni mwa changamoto ambazo zimekuwa sasa hivi zinaikumba Simba ni kutokana na wachezaji wake wengi kukosa muendelezo. Wachezaji wa Simba baadhi ya mechi tunaona wengine wanaanza, wengine wanapumzishwa. Kuna wakati imefika mpaka Soa anatokea benchi, kuna siku anaanza. Kuna nyakati tumemwona Kibu Denis anatokea benchi, alafu alipofanya vizuri mwalimu akamwamini akampa nafasi ya kwanza kikosi cha kwanza. Kibu Denis tena akaacha kuwa na consistency, akarudi kuja kutokea sabu. Kwa hiyo ukiangalia kiuhalisia wachezaji wengi wa Simba kinachowakomisha ni muendelezo mzuri. Baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa na consistency ni pamoja na beki wao Rushan Deroki, kina Shumari Kapombe, mchezaji kama Wilson Nangu amekuwa na consistency kwenye timu. The rest huku ukiangalia mwalimu amekuwa akifanya baadhi ya mabadiliko. Kuna wachezaji walikuwa wanaanza kwenye mechi zilizopita, kwa mfano mechi dhidi ya Walencingizini, alafu baada ya pale mwalimu kaja akabadilisha, kaja kuanza na wachezaji wengine kwenye mechi zilizofuata. Kwa hiyo unapata uhalisia kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaifanya Simba isiwe na shape inayoeleweka, kwa maana ya kikosi kinachoonekana kinaanza mara kwa mara, lakini kwa sababu wachezaji wengi wanakosa consistency. Kwa hiyo kipindi kama hichi mwalimu anapokuwa na kundi kubwa la wachezaji ambao wamesalia kwenye klabu, ndio kipindi ambacho anaweza akapata nafasi ya kuwa improve wachezaji wake, kuwapandisha level ya kushindana. Leo hii tukiangalia wachezaji waliotoka Simba kwenda national team,
sio wachezaji wengi ambao wanaweza kuathiri hata programu ya mwalimu. Na wachezaji wachache na ni ambao wale wanaoanza mara nyingi kwenye kikosi chake cha kwanza. Kwa hivyo mimi naamini nyakati kama hizi kwa wachezaji ambao huwa hawapati nafasi mara kwa mara, ndio kipindi ambacho wanaweza wakatumia muda huu wao na physio wa klabu, fitness coach na kocha mwenyewe kuwa improve wa wachezaji wapandishe daraja lao la kushindana, ili wanaporudi wenzao wakajiunga na timu hiyo kwenye level sawa sawa. Sasa hivi ukiangalia wachezaji ambao wameitwa national team kutoka Simba, na wachezaji ambao wakienda kule watakuwa wanapata nafasi ya kutrain kwa intensity kubwa, maana yake wenyewe level yao ya fitness inaendelea kuwa juu. Hawa wengine walibaki kwenye klabu na maintain vipi? Maana yake lazima programs ziendelee na lazima uwaingize ama wajumuishe kwenye programs zako kama kawaida. Na mimi kwangu nafikiri wakikitumia hichi kipindi vizuri, kinaweza kweli kuja kuwa na impact nzuri baadaye. Otherwise ukiwaangalia kwa staili ya wanavyocheza wachezaji, kama watakosa muendelezo, then kwenye mechi yao ya kwanza tu ya kimataifa wanaweza kwenda kuwa na wakati mgumu. Nimetazama namna ambavyo wachezaji walioitwa kwenye timu ya taifa kutokea Simba Sports Club, ambapo yupo Yakub Suleiman, yuko Shomari Kapombe, yuko Wilson Nangu na Selemani Mwalimu. Hao ni wachezaji wanne ambao kwenye list ile wapo. Na Morris na Morris Abraham, yes, watano. Hapo timu ya taifa Tanzania, lakini timu ya taifa unaona Mkwala ameitwa na Bikamara pia ameitwa. Kwa hiyo jumla wanakuwa ngapi? 7. Sasa hapo Nabi Kamara ameitwa akiwa hata pale Simba. Hata mazoezi yale ya ujumla na timu bado hajaanza kufanya. Sawa, kwenye hao 7 kuna Nabi, sio pin. Nabi si amecheza juzi. Najua Kamara imekaa kichwani pin. Yes, ya pin, ya Musa pin. Yeah. Sawa, kwenye hao 7 ambao wameitwa kuna wachezaji ambao wanacheza katika nafasi hizo. Ni mbadala wa wachezaji hao. Unaona wakifit kwenye eneo ambalo hawa walioitwa wamesepa? Ngumu. Kwa mfano kama nikimwangalia Duchu kufit kwenye nafasi ya Kapombe ni ngumu. Somehow anaweza akaimprove, lakini kwa sababu juzi niliona alicheza vizuri. Lakini unajua changamoto inayokuja, mechi inayokuja ni mechi kubwa. Mwalimu hawezi kwenye mechi ya kwanza ya ligi ya mabingwa akamwamini Duchu unless Shomari aumie au itokee hayuko sawa. Lakini kiuhalisia nafasi kama hii mchezaji akipata kama Duchu wakati Shomari hayupo kwenye program, jukumu lake ni kumpa mwalimu 100%. Na sometimes mwalimu anaweza akawa convinced yake. Sana Duchu alicheza juzi kwenye mechi kwa Mkapa hapa. Ilikuwa kimataifa. Nakumbuka mechi ya Nsingizini. Wakati huo, wakati anaanza Duchu, kwa peke yake wachezaji wengi tu ambao walikuwa hawajaanza mechi iliyopita, ile mechi mwalimu aliwapa nafasi ya kwanza. Lakini unaangalia kwa umri alionao Duchu, nafasi kwa mwalimu kupewa ni kubwa, lakini lazima naye ampe mwalimu 100% kwenye uwanja wa mazoezi kwa sasa. Kwa sababu kiuhalisia kumnyang'anya namba mchezaji kama Kapombe haiwezi kuwa kazi rahisi. Lazima umuonyeshe mwalimu ushindani. Na dalili ya kuona mwalimu anaweza kumpa nafasi Duchu, umeona mfano uliotoa mechi ya Nsingizini ya Marejano, aliaminiwa akaanza. Anatakiwa kuwa na consistency ya kutoa 100% akipewa nafasi, ili mwalimu aanze sasa kubadilisha kwenye game plan yake, ajue Kapombe katika dakika 90 atacheza let's say dakika 60, zingine atamalizia Duchu. Na hilo mimi nimewahi kuliona mara kadhaa. Walimu huwa wanafanya, inapofika wakati mchezaji amemshawishi kweli kwamba anatakiwa kucheza, mwalimu anabidi kwenye game plan yake awe na substitution ya namna hiyo, kwamba kuna muda wewe utatoka Kapombe utomaliza mechi, na itakuwa na faida mbili. Cha kwanza nitatumia muda huo kumimprove Duchu, lakini wewe nitakupa muda wa kwanza kurecover mapema kwa ajili ya mechi inayokuja. Kwa hiyo mimi nafikiri wachezaji ambao hawajaenda kwenye timu ya taifa nafasi ya kumshawishi mwalimu wanayo, lakini wanatakiwa watoe 100% kwa sasa kwenye program mwalimu ambazo watakuwa anawapa, ili mwalimu aanze kupata confidence ya kujaribu kufanya mabadiliko kwenye kikosi. Mwalimu anakuwa mgumu kubadilisha baadhi ya wachezaji kwenye nafasi zao kama anaona anawapa nafasi kwenye mazoezi wanashindwa kumshawishi. Lakini once kina Duchu wakimpa mwalimu nafasi ya kuamini, wakampa confidence mwalimu, anapowapa nafasi kwenye program wanadeliver kwa 100%. Hawa vijana wote kina Mligo, kina Duchu, kina Dr. Sambi bado ana nafasi ya kupewa nafasi ya kucheza, lakini lazima wamshawishi mwalimu kwenye nyakati kama hizi ambazo
wengine hawapo. Wao wanapopewa program za kocha wanatakiwa kumpa mwalimu 100%. Hamna mwalimu ambaye labda awe ana chuki au ana ugomvi na mchezaji anaweza akamnyima nafasi, lakini kama mchezaji uwanja wa mechi ili amuone kama ana uwezo wa kuendelea kumwamini au ndio inakuwa imetoka. Na mchezaji akianza kumpa mwalimu imani taratibu kwenye mechi atakuwa anapewa dakika chache, baadaye atakuja ataaminiwa, kuna baadhi ya mechi atakuwa anaanzishwa na flow ya timu ndio inavyokwenda. Hakuna mchezaji ambaye huwa anajihakikishia nafasi moja kwa moja kwenye timu ya mpira wa miguu. Wakati mwingine huwa inaumiza kwa wachezaji wanapoona wachezaji wadogo wanakuja na wana moto. Kwa mfano mimi ndio hivyo, ni habari njema kwa Morris Abraham kwenda timu ya taifa, lakini mimi kwangu ninafikiri ni muda sasa anakaribia kumaliza kumshawishi mwalimu kumuaminisha na uwezo wa kuanza mbele ya Jean Charleroi. It's a matter of time tu, lakini kwa kipindi kama hichi kaenda national team inawezekana kula asipewe muda wa kucheza, usitoshe, mechi ni chache, lakini kwenye timu yake ya klabu mimi naweza kumshawishi mwalimu aanze kumwamini tena. Akimtumia Morris Abraham, Jean Charleroi yuko bench. Mimi nimeona alimewahi kuwatumia kwa pamoja. The pressure that yule mtoto alikuwa nayo ilimfanya kuna muda anashindwa kufanya maamuzi magumu, kwa sababu anajua yuko leader kwenye hii namba ambayo ninacheza. Kwa hiyo mimi nafikiri mwalimu inatakiwa ifike wakati ariski tu kumpa nafasi Morris Abraham aanze, kwa sababu nimemuona ni mchezaji ambaye ana impact, lakini anachohitaji kwa sasa kupewa sio muda tena, ni nafasi ya kucheza. Muda tayari Simba wamejaribu kumpa na amewaprove kwenye mechi ya Nsingizini kule away. Hata juzi kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania though haikuwa pure assist kutoka kwake, lakini unamuona ana courage hiyo ya kujaribu kufanya vitu vikubwa, na tunahitaji kuona wachezaji wa namna ile kwenye eneo la kushambulia wenye uthubutu wa kufunga au kutengeneza nafasi za magoli kufungwa. Kwa hiyo nafikiri mwalimu ifike wakati ariski kumtumia kijana Morris Abraham mbele ya Jean Charleroi, na ukiangalia bado ana nafasi ndefu. Sawa.